Mwanajeshi wa akiba wa jeshi la Israel IDF Alexander Glovanyov mwenye umri wa miaka 47 ameuawa katika shambulio la droni lililofanywa na Hezbollah kaskazini mwa Israel karibu na mpaka wa Lebanon. Kwa mujibu wa IDF, shambulio hilo lilitokea Jumapili majira ya saa 10 jioni katika eneo la Manara baada ya Hezbollah kurusha droni kadhaa zilizokuwa zimebeba vilipuzi kuelekea eneo la Israel. Uchunguzi wa jeshi hilo umebaini kuwa moja ya droni hizo ilimpiga na kumuua Glovanyov ambaye alikuwa akihudumu kama dereva katika kikosi cha 6924 cha kituo cha usafiri cha jeshi la Israel. Glovanyov alikuwa mkazi wa Petah Tikva na ameacha mke, mtoto wa kiume mwenye miaka 15 pamoja na mtoto wa kike mwenye miezi 8. Mama yake Frola alisema mwanawe alikuwa akimhakikishia mara kwa mara kuwa alikuwa salama licha ya hali ya hatari iliyokuwa ikiendelea katika eneo la kaskazini mwa Israel. Tulizungumza juzi kwa mara ya mwisho. Nilikuwa na hofu kuhusu hali ya usalama huko kaskazini, lakini alikuwa akiniambia kila kitu kiko sawa, alisema katika mahojiano na tovuti ya habari ya Ynet. Kifo chake kinakuwa miongoni mwa vifo vya wanajeshi wa Israel vilivyoripotiwa tangu mapigano kati ya Israel na Hezbollah kuendelea kushika kasi katika mpaka wa Lebanon. Rasmi IDF imetangaza kifo cha mwanajeshi wake mwingine ambaye ni Alexander Glovanyov mwenye umri wa miaka 47. Ameuawa katika shambulio la droni lililofanywa na Hezbollah kaskazini mwa Israel karibu na mpaka wa Lebanon. Tangu kuanza kwa vita mwezi Machi kati ya Hezbollah pamoja na Israel, licha ya ceasefire hapo katikati lakini bado haikufanya kazi, eneo la kaskazini mwa Israel karibu na mpaka wa Lebanon limekuwa ni eneo hatari kwa kiasi kikubwa kwa sababu ya mfululizo wa vifo vya wanajeshi wa Israel ambao wamekuwa wakiuawa na mashambulizi ya kundi la wanamgambo la Hezbollah katika eneo hilo. Pande hizi mbili zimekuwepo katika uhasama mkubwa sana na zimekuwa zikishambuliana kwa makombora pamoja na roketi, lakini vile pamoja na droni. Sasa hali ambayo inaibua sintofahamu kubwa ni mustakabali wa vita kati ya pande hizi mbili, Hezbollah pamoja na Israel. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi endelea kuungana nasi wakati wote. Usiache kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.